Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ikiwa itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha unajiabone, una comment, vile vile una partage ili habari endelee kuwafikia walio wengi. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu katika taarifa yetu hii ya habari za mchana. Karibu. Tuendelee na habari zinazohusu vita vinavyoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mwandishi wa habari za uchunguzi Nikes Kibel Beloka ametoa simulizi kuhusu historia ya kuibuka kwa harakati za wasi wa RCD na mabadiliko ya makundi yenye silaha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akieleza matazamo yake kuhusu matukio yaliyotokea tangu vita vya mwaka wa 1998 yani 1998 hadi mgogoro wa sasa unaohusisha M23. Katika mahojiano yaliyosambazwa kupitia mtandao wa YouTube, mwandishi huyo amesema amekuwa shahidi wa matukio mengi tangu kuanzishwa kwa RCD, Rassemblement Congolais pour la Démocratie, kundi la wasi lililoibuka wakati wa vita ya pili ya Kongo. Alieleza kuwa historia ya kundi hilo imefungamana matukio makubwa yaliyoathiri usalama na siasa za nchi ya DRC. Miongoni mwa matukio aliyozungumzia ni uvamizi wa Kitona katika mkoa wa Kongo Central, pamoja na tukio la mauaji ya maafisa wa jeshi la serikali katika uwanja wa ndege wa Kavumu mkoani Kivu Kusini. Mwandishi huyo wa habari ametoa madai na tafsiri zake kuhusu mazingira yaliyozunguka matukio hayo na namna alivyoathiri mwelekeo wa vita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anajadili mada ya maafisa wa jeshi ya DRC wanaodaiwa kushirikiana na Rwanda, akisema swala hilo limeendelea kuwa chanzo cha mijadala na tuhuma katika historia ya migogoro ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, madai hayo yanabaki kuwa sehemu ya maoni na ushuhuda wake na yanahitaji kuthibitishwa kupitia vyanzo huru na uchunguzi wa kitaalamu. Katika maelezo yake, Nikes Kibel Beloka pia anarejea makubaliano ya Sun City yaliyokuwa sehemu ya juhudi za kumaliza vita vinavyoendelea huko mashariki mwa DRC mwanzoni mwa mwaka wa 2000. Kwa mtazamo wake, makubaliano hayo yalileta utulivu wa muda, lakini hayakuondoa mizizi ya migogoro, jambo ambalo limedai kuwa limechangia kuibuka kwa makundi mengine ya waasi kama vile CNDP na baadaye M23. Kauli zake zimeibua mjadala mpana kuhusu historia ya vita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na umuhimu wa kuelewa chanzo cha migogoro hiyo ili kupata suluhisho la kudumu. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema simulizi za mashahidi na waandishi wa uchunguzi zinaweza kuchangia kuelewa historia, lakini zinapaswa kuzingatiwa pamoja na ushahidi wa kihistoria, ripoti uhuru na nyaraka rasmi. Mahojiano ya Nikes Kibel Beloka yanaangazia mtazamo wake kuhusu historia ya migogoro ya nchi ya DRC kuanzia kuzaliwa kwa RCD hadi hali ya sasa ya M23. Ingawa yanatoa simulizi muhimu kwa mjadala wa kihistoria, baadhi ya madai yaliyotolewa yanahitaji kuthibitishwa na ushahidi huru ili kutoa taswira kamili na yenye uwiano kuhusu matukio hayo. Taarifa kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaeleza kuwa tuhuma za uandikishaji wa kulazimishwa wa raia zinaendelea kuripotiwa katika baadhi ya maeneo yanayodhibitiwa na muungano wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, vijana hususan wanaume wanadaiwa kulazimishwa kujiunga na makundi yenye silaha au kushiriki katika shughuli zinazohusiana na vita. Baadhi ya familia zimesema zimekuwa zikiishi kwa hofu kutokana na uwezekano wa watoto wao kuchukuliwa kwa nguvu, hali inayowalazimu wengi kukimbia makazi yao kutafuta maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Ripoti hizo zinaeleza kuwa visa vya uandikishaji wa kulazimishwa vimekuwa vikiripotiwa katika maeneo mbalimbali yaliyo chini ya udhibiti wa muungano huo wa M23. Hata hivyo, madai hayo hayajathibitishwa kwa njia huru na M23 haijatoa tamko rasmi kujibu tuhuma hizo, wakati wa taarifa hizo zikiendelea kutolewa. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yamekuwa yakionya mara kwa mara kuwa uandikishaji wa kulazimishwa hususan watoto na vijana ni ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu na za kimataifa na unaweza kuwa adhari kwa muda mrefu kwa usalama na ustawi wa jamii. Wakati huo hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa mbaya licha ya juhudi za kidiplomasia zinazolenga kusitisha mapigano. Wananchi katika maeneo yenye migogoro wanaendelea kukabiliwa na changamoto za ukosefu wa usalama,
kuhama makazi yao pamoja na uhaba wa huduma muhimu kama vile afya, elimu na chakula. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa kuendelea kwa madai ya uandikishaji wa kulazimishwa kunazidisha hofu miongoni mwa raia na kunaweza kuathiri zaidi juhudi za kurejesha amani ya kudumu katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanasisitiza umuhimu wa uchunguzi uhuru ili kubaini ukweli wa madai hayo na kuhakikisha wahusika wanawajibishwa iwapo yatathibitika. Madai ya kuendelea kwa uandikishaji wa kulazimishwa katika maeneo yanayodhibitiwa na M23 yanaongeza wasiwasi kuhusu hali ya kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wadau wa ndani na wa kimataifa wanaendelea kutoa wito wa kulindwa kwa raia, kuheshimiwa kwa haki za kibinadamu na kuimarishwa kwa juhudi za amani ili kumaliza mgogoro unaoendelea kwa manufaa ya wananchi wote wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako wafanyakazi wanaoshiriki katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola katika eneo la Mangbualu mkoani Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametangaza kuwa wanaweza kusitisha shughuli zao kutokana na kuchelewa kwa malipo ya posho zao kwa kipindi hichi cha miezi mitatu. Kwa mujibu wa wafanyakazi hao, hali hiyo imewaweka katika mazingira magumu ya kiuchumi huku wakiendelea kutekeleza majukumu yao katika maeneo yenye hatari kubwa ya maambukizi ya Ebola. Wanasema wamekuwa wakifanya kazi kwa kujitolea na kwa matarajio ya kulipwa kwa wakati, lakini hadi sasa hawajapata posho zao kwa miezi mitatu mfululizo. Wafanyakazi hao wanaonya kwamba iwapo mamlaka husika hazitachukua hatua za haraka za kulipa madeni yao, watalazimika kusimamisha shughuli zote za ufuatiliaji wa wagonjwa, uchunguzi wa visa vipya, uhamasishaji wa jamii pamoja na hatua nyingine muhimu za kudhibiti ugonjwa huo. Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wa Mangbualu wameeleza wasiwasi wao wakisema kusitishwa kwa operesheni za kukabiliana na Ebola kunaweza kuhatarisha afya ya wananchi na kuongeza uwezekano wa kuenea kwa ugonjwa katika maeneo mengine ya Ituri. Wataalamu wa afya wanaeleza kuwa mwitikio wa haraka dhidi ya Ebola unahitaji rasilimali za kutosha pamoja na motisha kwa wafanyakazi walioko mstari mbele. Wanasisitiza kuwa kucheleweshwa kwa malipo kunaweza kudhoofisha juhudi za kudhibiti mlipuko huo wa ugonjwa huo wa hatari. Hadi sasa mamlaka zinazoratibu shughuli za mapambano dhidi ya Ebola hazijatoa tamko rasmi kuhusu sababu ya kuchelewa kwa malipo yao wala lini wafanyakazi au watalipwa. Tukio hili linaonyesha umuhimu wa kuhakikisha wafanyakazi wa sekta ya afya wanapata stahiki zao kwa wakati ili waendelee kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Wakati tishio la Ebola ikiendelea kuwepo, ushirikiano kati ya serikali, washirika wa afya na wafadhili unahitajika ili kuimarisha mfumo wa kukabiliana na magonjwa ya mlipuko na kulinda afya za wananchi. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali ya usalama inaendelea kuzorota katika wilaya Mambasa mkoani Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya watu wasiopungua 32 kuuawa na wengine kadhaa kutekwa nyara katika kipindi cha masaa 72 au 72 heures zilizopita. Mashambulizi hayo yanadaiwa kutekelezwa na waasi wa ADF katika kijiji vya Njia Panda, Bela na Lukaya. Kwa mujibu wa viongozi wa sasa kiraia, mashambulizi hayo yamesababisha hofu kubwa miongoni mwa wananchi na kuwalazimu maelfu ya watu kimbia makazi yao kwa hofu ya mashambulizi mengine. Wakazi kutoka vijiji vinavyoshambuliwa pamoja na maeneo ya jirani wameanza kutafuta hifadhi katika maeneo yanayoonekana kwa salama zaidi. Mashambulizi hivi karibuni ilitokea siku ya Ijumaa katika kijiji cha Lukaya ambako watu 7 waliuawa. Miili ya walioathirika ilikutwa baada ya washambuliaji kuondoka, huku taarifa zikieleza kuwa watu wengine kadhaa walichukuliwa mateka na kupelekwa kusikojulikana. Hata hivyo, viongozi wa kijamii wanasema idadi hiyo inaweza kuongezeka kwa kuwa shughuli za kuwatafuta waliopotea bado zinaendelea. Siku 2 baada ya tukio hilo, waasi hao walivamia kijiji cha Njia Panda Bela. Mwanzoni watu 16 waliripotiwa kuuawa, lakini baada ya utafutaji zaidi miili mingine iligunduliwa na ilikutwa na kufanya idadi ya waliouawa kufikia hadi 25. Wakazi kadhaa
kutekwa na kulazimishwa kubeba mali zilizoporwa na waasi kuelekea misituni. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa asasi za kiraia, wapiganaji au waasi wa ADF sasa wanaelekea eneo la Makumo, jambo linalosababisha wakazi wengi kuondoka makwao kwa hofu ya kushambuliwa. Hofu hiyo pia imeenea katika eneo la Malulu, wilaya jirani ya Irumu, hususan katika eneo la Chabi ambako wananchi wanaishi kwa tahadhari kutokana na tishio la uvamizi mpya wa kundi hilo. Kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi hayo, viongozi wa asasi za kiraia wameiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuimarisha uwepo wa jeshi katika maeneo yaliyoathirika na kuwapa wanajeshi vifaa na uwezo wa kutosha ili kukabiliana na waasi wa ADF. Kwa mujibu wa taarifa zao, tangu mwezi wa 3 mwaka 2026, kundi la ADF linadaiwa kuwaua zaidi ya watu 100 katika takriban ya vijiji 12 vya wilaya Mombasa. Mwakilishi wa asasi hizo Marinoela Anotane amesema ni muhimu serikali ichukue hatua za haraka, kwani mashambulizi hayo yanaendelea kuhatarisha maisha ya raia na kuzoofisha juhudi za kurejesha amani. Viongozi hao pia wamewataka wananchi kushirikiana kwa karibu na vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa zitakazosaidia kubaini waasi pamoja na watu wasiokuwa wanaoshakiwa kuwasaidia ili kukomesha wimbi la mashambulizi linaloendelea katika eneo hilo. Hadi kufikia jioni ya Jumamosi, mamlaka za eneo pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC hazikuwa zimetoa taarifa rasmi kuhusu mashambulizi hayo. Wakati huo wananchi wa Mombasa waendelea kusubiri hatua za haraka kutoka serikalini, wakitumaini kurejea kwa usalama na utulivu katika maeneo yao. Hiyo ilikuwa ripoti ya habari kuhusu hali ya usalama katika wilaya Mombasa mkoani Ituri, ambako mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na waasi wa ADF yameendelea kusababisha vifo, utekaji nyara na wimbi jipya la wakimbizi. Baada ya kusikiliza matangazo yetu kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au nchi nzima ya DRC, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuunge moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Imekanusha kuwepo kwa mazungumzo yote yanaendelea kati ya Iran na Marekani. Msemaji huyo amesema Iran haitarajii kupokea ujumbe wote wa Marekani wala hawana mpango wa kutuma ujumbe wao kukutana na upatanishi wa Marekani katika siku zijazo. Baghei amesisitiza kwa sasa wanafanya mazungumzo na Oman kuhusu safari za meli na usalama wa mlango bahari wa Hormuz. Mamia ya wakazi wa eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia wamekimbilia nchini Sudan baada ya mapigano makali kuzuka kati ya vikosi vya jeshi la Ethiopia na wapiganaji wa TPLF. Mapigano hayo yalianza Jumamosi katika eneo la Shererina karibu na mpaka wa Sudan, yakihusisha matumizi ya mizinga na ndege zisizo na rubani. Haya yanasemekana kwa makubaliano makubwa zaidi kwa kutokea tangu kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2022. Dr. Clifford na taarifa zaidi. TPLF imeishtumu serikali ya Ethiopia kwa kuanzisha kile ilichokiita vita vya wazi, ikidai hatua hiyo inakiuka makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Umoja wa Afrika na inalenga kuwagawanya wananchi wa Tigray. Kwa upande wake, serikali ya Ethiopia nayo inailaumu TPLF kwa kuanzisha mapigano hayo. Vita vya miaka miwili kati ya TPLF na serikali ya Ethiopia vilisababisha vifo vya mamia ya maelfu ya watu kabla ya kuafikiwa kwa makubaliano ya amani ya mwaka 2022. Hata hivyo, utekelezaji wa makubaliano hayo umekuwa na changamoto, hali inayozua hofu ya kurejea tena kwa mapigano makubwa katika eneo hilo. Aidha, kuna wasiwasi kuwa mzozo huu unaweza kuhusishwa na vita vinavyoendelea nchini Sudan, huku pande zinazopigana zikituhumiana kuungwa mkono na makundi yanayohusika katika mgogoro wa Sudan. Nila kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Maafisa wa Urusi wamesema kuanguka kwa mabaki ya vifusi baada ya shambulio la ndege isiyo na rubani ya Ukraine inasababisha vifo vya watu 6 katika pwani ya Bahari Nyeusi. Gavana wa eneo la Krasnodar amesema watoto 3 ni miongoni mwa waliofariki katika kijiji kimoja kilichoko pwani ya Bahari Nyeusi. Baada ya Ukraine haijatoa tamko lolote kuhusu shambulio hilo. Aidha, Ukraine imekuwa ikiendelea kulenga kampuni moja ya Urusi ya Wildberries. Shambulio la hivi karibuni ikilenga ghala moja ya kampuni hiyo eneo la Vladimir mashariki mwa Moscow. Ukraine inasema Urusi imekuwa ikitumia maghala hayo kuhifadhi na kusambaza silaha.
Na shirikisho la soka la Uingereza limekuwa shirikisho la hivi karibuni kukataa kuunga mkono kuchaguliwa tena kwa Gianni Infantino kwa mkuu wa shirikisho la soka duniani FIFA. Wales na Ufini tayari wamekataa kumuunga mkono kwa shirikisho la soka la Ulaya UEFA, ikitishia kumfungulia mashtaka rais huyo wa FIFA. Infantino yuko chini ya shinikizo baada ya mpango wake wa awali wa kutaka kuuza hisa za michuano ya kombe la dunia na mechi zingine kukataliwa. Hii ni BBC. Ni taarifa ya habari za dunia imesomwa na Beldin Waliaula. Matangazo ya Dira ya Dunia yanapatikana kupitia FM Nairobi na Mombasa ni 93.3, Kisumu na Nakuru ni 88.1, na nchini Tanzania unaweza kuyategea sikio kupitia Radio Free Africa, Radio 1, Radio 5 na Radio Kwizera. Nchini Kenya ni Mwenedu FM, County FM, Nyota FM na Gulf Radio. Nchini Uganda unaweza kuyapata msikilizaji kupitia Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paidha, na huko DRC ni Lizadele Radio na Radio Muungano Beni. Aidha ya kwa moja kwenye tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Unaweza kutuachia maoni yako tukipata nafasi, bila shaka tutayasoma kadri tunavyosonga mbele katika matangazo haya ya Dira ya Dunia Jumatatu hii ya tarehe 3 Agosti 2026. Uko nasi Karorobi na Skola Kisanga. Skola, karibu. Na samahani hata usiwe na shaka kabisa. Nyumba ya kwetu wewe umechukua fito fupi, mimi nikachukua ndefu, basi tunaendelea kujenga. Sawa kabisa. Karibu msikilizaji, na moja kwa moja tunaanzia Tanzania ambapo chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema kimesema hakijafanya mazungumzo yoyote na serikali ama mamlaka nyingine kuhusu masuala ya kisiasa na maridhiano nchini humo. Akizungumza na waandishi wa habari leo, katibu mkuu wa Chadema John Mnyika amesema chama hicho pamoja na mwenyekiti wake Tundu Lissu hakijafanya mazungumzo ya aina hiyo na kukanusha kuhusu kuwepo kwa mawasiliano yanayoendelea. Tunaiona kauli hii ina lengo tu la kutengeneza taswira isiyokuwa ya kweli kwamba mazungumzo yameanza katika taifa letu. Hivyo sisi kama chama tunasisitiza kwamba mwenyekiti Lissu wala chama hatujawahi kuwa na makubaliano yoyote ya siri wala ya kificho. Misimamo yetu imekuwa hadharani muda wote. Akizungumza na waandishi wa habari, Mnyika amesema kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan aliyotoa Julai 30 mwaka huu wakati wa mkutano na viongozi wa vyama vya siasa haihusu Chadema. Rais Samia alikutana na viongozi wa vyama 18 kati ya 19 vya siasa vyenye usajili wa kudumu. Chadema haikushiriki mkutano huo. Kwa upande mwingine kisiasa, kama mnavyoona tuko vizuri, lakini mwenzetu mmoja bado anaendelea kutafakari. Tunaendelea kupokea misukumo yake, condition zake, matakwa yake, tunaendelea na ndio mambo yanavyoendeshwa kwenye nchi. Hata hivyo, John Mnyika ameongeza kwamba baada ya kusikia kauli hiyo ya rais, viongozi wa chama cha Chadema wamesema kwamba wao walimtafuta Tundu Lissu ili kujiridhisha kama kulikuwa na mazungumzo yote na serikali, lakini Lissu alieleza kwamba tangu alipokutana na rais mstaafu wa Malawi Lazarus Chakwera hajazungumza na mamlaka yoyote kuhusu masuala ya maridhiano ya kisiasa au katiba. Chadema tunaendelea kusisitiza msimamo wetu wa kutoa mwito kwa jumuiya za kimataifa, hususan Jumuiya ya Madola, Bunge la Congress la Marekani na vyombo vingine, Jumuiya ya nchi za Ulaya, Umoja wa Kusini mwa Afrika SADC, Umoja wa Afrika AU na Umoja wa Mataifa UN, pamoja na taasisi zingine za kitaifa, kikanda na kimataifa, kuendelea na hatua mbalimbali zilizokusudiwa kuhakikisha Tanzania inazingatia utawala wa kidemokrasia. Katibu mkuu huyo wa chama hicho cha upinzani nchini Tanzania Chadema anasema wanapaswa kuendelea kushikamana na kushikilia msimamo wa chama hicho kama ulivyotangazwa hadharani, kwamba hawatashiriki mazungumzo ya maridhiano ya kisiasa mpaka pale mwenyekiti wake Tundu Lissu anayeshikiliwa kwa zaidi ya mwaka mmoja kwa kesi ya uhaini atakavyoachiwa huru na mazungumzo yashirikishe wapatanishi kutoka nje ya Tanzania. Sasa ili kuangazia kwa kina zaidi kuhusiana na kauli hii ya Chadema kuhusu maridhiano nchini Tanzania, muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi Evans Rubara. Jambo hili linadhihirisha kwamba Chadema haijawa na
wepesi wa kuongea na serikali nyuma ya pazia. Hili linadhihirisha zaidi kwamba kuna kutoaminiana kwa kiasi kikubwa sana kati ya chama kuu cha upinzani Chadema dhidi ya serikali iliyopo madarakani. Msisitizo huu wa kutokuwepo na makubaliano ya siri yaliyofanyika na msimamo wao umekuwa wa wazi. Hiyo kauli iliyotolewa leo inatokana na kauli ya rais kuhusu mwenzetu anayetafakari. Inadhihirisha kwamba inaonekana chama kikuu, chama tawala kinafanya jitihada kuhakikisha kwamba chama kuu cha upinzani kinakubali maridhiano haya kisiri, kitu ambacho wameikataa. Inadhihirisha kitu kingine ambacho mimi ninakiona kama ni siasa za misuguano na ukosoaji mkali badala ya diplomasia laini. Uhusiano sasa ni wa amani baridi. Uhusiano uliopo kati ya Chadema na chama tawala ni uhusiano baridi, ambapo serikali inazungumza maridhiano hadharani, lakini Chadema inajibu kwa masharti magumu na shinikizo la umma. Hiki ambacho kinaendelea cha serikali ikisema hii, Chadema ikirudi na misimamo yake pamoja na masharti, inaweka wapi hiki ambacho sasa serikali ya Tanzania imekuwa ikipambana nacho, ama ikiweka jitihada, yanawekwa wapi maridhiano haya ya kisiasa nchini Tanzania? Je, maridhiano yatawezekana pasi na Chadema, ama maridhiano yanawezekana hata bila Chadema kuwepo? Ukiangalia jinsi historia ya maridhiano yalivyokuwa, ni kwamba Chadema kwa mara zote ni kama inashinikizwa kufanya maridhiano na chama tawala kabla ya masharti ambayo Chadema imeweka kukubaliana na chama tawala. Maridhiano hayawezi yakafanyika bila Chadema, kwa sababu Chadema ndio chama kuu cha upinzani nchini Tanzania. Lakini pia ikumbukwe kwamba Chadema, uongozi uliopo sasa hivi, katibu mkuu ndugu Mnyika na naibu mwenyekiti ndugu Heche, wao wanasisitiza kwamba mjadala wowote ambao unahusu maridhiano hayawezi kufanyika bila mwenyekiti wao ndugu Tundu Lissu kuachiwa huru. Kwa upande mmoja inaashiria kwamba wanasimama kidete na mwenyekiti wao na kile ambacho mwenyekiti wao amekuwa akisisitiza, ambao ni msimamo wa chama, kwamba maridhiano yatakayofanyika yafanyike maridhiano ambayo inahitajika na pande zote. Na serikali kuu na serikali tawala pia nadhani imeona kwamba bila Chadema kwenye meza ya maridhiano, hayo ambayo wanaita maridhiano hayatakuwa maridhiano ya kweli. Mchakato huu katika vuta ni kuvute hii hasa ya kutokuwepo kwa chama kikuu cha upinzani unapeleka wapi maridhiano haya? Hakutakuwepo na maridhiano, kwa sababu inaonekana maridhiano, aina ya maridhiano inayohitajika na chama tawala na uongozi uliopo nchini sasa hivi ni maridhiano ambayo aidha yanataka kuchukua kipaumbele kwenye kila maamuzi itakayofanyika. Hii vuta ni vute kwanza inaleta uhalisia wa kile ambacho nchi inahitaji kwa sasa. Kwa kumaliza tu, Evans Rubara, unadhani muda umefika sasa kwa pande zote mbili kulegeza masharti ili tu kuweza kufikia haya maridhiano? Kwa kiasi fulani ndio, hatuwezi tukasema kwamba chama kikuu cha upinzani kisilegeze, lakini swali ambalo linaulizwa, walegeze nini? Sharti lao kubwa ni kiongozi wao Tundu Lissu aachiwe huru. Kama swala zima ni kulegeza masharti ya kwamba Tundu Lissu maridhiano yafanyike kabla ya Tundu Lissu kuachiwa huru, idhani kama hapo tutakuwa tunaitendea nchi na demokrasia ya nchi haki. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, basi tukutane katika taarifa yetu ya habari za jioni ili mpate kujua tena nini kinachoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile nchi nzima ya DRC na pembe zote za dunia. Asante, chao.